Okay, karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunakuwa tunazungumza kuhusu masuala mbalimbali. Leo tunapenda kuzungumzia ni dalili ambazo kujua kwamba kizazi chako kina uchafu. Yaani huenda unapitia changamoto nyingi bila kujua kwamba kizazi chako kina uchafu au bila kujua kwamba mfumo wako wa uzazi umechafukwa. Yaani unapokuwa unachafukwa unamaanisha haupo sawa kwa sababu ya uchafu. Uchafu ni chanzo kimoja sana cha kukosa ujauzito, na leo tutaangalia ili niweze kujua kwamba mimi na uchafu nawezaje kujua kupitia dalili hizi. Sasa leo tutazungumza dalili ya kwanza. Uchafu unapokuwa mwingi tumboni unapelekea mpaka unatoka kwa njia ya uke kwa mwanamke. Sasa wanawake wengi wanaona uchafu lakini bila kujua kwamba kizazi chao kina changamoto kubwa sana. Sasa tukizungumzia kwenye changamoto hii ya uchafu ukeni au uchafu ambao sio wa kawaida, uchafu mara nyingi unakuwaga wa njano, wakati mwingine unakuwa wa kijani, wakati mwingine unaweza ukawa labda rangi ya kijivu, wakati mwingine unaweza kuwa kama cream hivi, rangi ya mtindi au kama brown hivi. Hiyo yote ni sababu ya huo uchafu ukeni usio wa kawaida, na huu mara nyingi unakuwa mzito kama mtindi nilivyosema hapo mwanzo, lakini pia mara nyingi unakuwa unatoa harufu kali. Wengi wanapitia kuona harufu kali wanakuwa wanapata. Sasa changamoto ni hiyo, ukiwa unaona hiyo na harufu kali inamaanisha hiyo uzazi wako, mfumo wako wa uzazi una uchafu, unahitaji marekebisho ya kusafishwa. Lakini pia sababu ya pili au dalili ya pili inakuwa ni maumivu ya tumbo la chini. Wanawake wengi wanapitia hii changamoto ya maumivu ya tumbo la chini bila kujua kwamba hiyo ni dalili, aidha unapata tumbo la chini, aidha unapata maumivu labda hapa chini ya tumbo, unaweza ukapata upande wa kulia au unaweza ukapata upande wa kushoto. Hiyo yote ni dalili ya maumivu ya chini ya tumbo, lakini haya yanakuwa yanajitokeza tu yenyewe bila sababu, na hii inakuwa ni dalili ambayo inakuwa inatoa ishara, mwili unakuwa unaongea kupitia dalili. Lakini pia wakati wa hedhi wengi wanakuwa wanapata maumivu sana. Ukiona unapata maumivu sana, basi ujue una changamoto hiyo ya mfumo wako wa uzazi haupo sawa. Lakini pia kitu kingine inakuwa wakati wa tendo la ndoa, unapokuwa unashiriki unakuwa unapata maumivu makali. Unapata maumivu makali, unakuwa unaumia, unakuwa ufurahii, kwa hisia zinakata kwa sababu ya hiyo mfumo wako wa uzazi kuwa na uchafu. Lakini sababu ya tatu ni sababu mama kubwa sana na kumba watu wengi, hedhi isiyo na mpangilio. Yaani mzunguko wako labda ulikuwa wa tarehe 21 au 22, tunasema mzunguko mzuri ni kuanzia tarehe 22 mpaka 34. Hiyo inakuwa ni mzunguko ambao uko vizuri. Unaweza kuwa wengine wanaweza unakuta mwezi huu umeingia labda mzunguko wa 22, unakuja unaingia labda 26, unakuja unaingia 28, unakuja unaingia 30, unakuja, yani mzunguko wako unakuwa haueleweki. Hiyo ni changamoto pia. Sasa hedhi yako inapokuwa ina mpangilio, maana yake wewe kila kitu kinakuwa kiko tofauti, kwa sababu hedhi unapokuwa unakosa inamaanisha mvurugiko wa homoni unakuwa unajitokeza pia. Kwa hiyo unajikuta unapitia changamoto kama hivyo, hisia kukata, mzunguko kubadilika, au damu unakuwa unaipata lakini inakuwa iko tofauti, sio damu ya kawaida. Aidha unaweza kuwa unapata damu nyeusi, kwa ujue mirija yako ina changamoto. Aidha unaweza pia ukawa unapata damu ambayo ina mabonge. Hiyo pia ni changamoto kubwa sana. Lakini pia kitu kingine, unaweza pia ukawa unapata hedhi lakini inakuja na kupotea, au kwa mwezi unapata mara mbili. Hiyo pia ni changamoto. Mwezi huu unaweza ukaingia labda tarehe
unaweza ukaingia tarehe 5 alafu unakaa baada ya siku 10 unakuja unaona tena. Hiyo ni changamoto, maanake hedhi yako wewe imevurugika au imeharibika. Lakini pia sababu kubwa ya 4 tushaizungumza hapo nyuma, maumivu wakati wa kujamiiana. Maumivu yanakuwa ni makali, maumivu yanakuwa yanaumiza, unajikuta hamu hauna, unakuwa mkavu, unachubuka, hali inapelekea unajikuta haufurahii kile kitendo. Na unapokuwa haufurahii kile kitendo, unakuwa wengi wanaingia katika migongano na mivurugiko kwenye ndoa, kwa sababu wengi wanaonekana kama ni wasaliti, wanaonekana bwana huyo haja zake kashazimaliza sehemu nyingine, kwa hiyo mimi hanitaki tena, au ndoa zinakuwa zinaingia katika majaribu. Lakini pia haya maumivu yanakuwa ni ya ndani na mara nyingi yanapelekea hisia zinakatika. Yaani hisia zikikatika, tunamaanisha ukiwa unapata maumivu wewe uwezo ukawa na hisia zikiwa ziko vizuri zaidi. Lakini pia sababu kubwa au kitu kingine ya 5, wengi wanahangaika kwa muda mrefu bila kupata ujauzito, au wanapata ujauzito lakini unakuwa unaharibika mara kwa mara. Hiyo pia ni changamoto ambayo inatokana na dalili za kuona dalili za uchafu ukeni. Yaani dalili za kizazi kina uchafu au kizazi sio kisafi. Sasa kushindwa kushika mimba inasababishwa na vitu vingi sana kwa sababu ya huo uchafu, kwa sababu mbegu zinashindwa kufika kwenye mayai vizuri. Na mbegu zinapokuwa zinashindwa kufika kwenye mayai vizuri, zinapelekea changamoto ya mimba kutokushika vizuri. Lakini pia tuangalie madhara ambayo yanayojitokeza au madhara ambayo yanayojitokeza baada ya kizazi kujaa uchafu. Sasa leo nitapenda kuishia hapa, lakini kipindi kinachofuata au mwendelezo au tutamalizia pia madhara yanayotokana na uzazi kujaa uchafu. Madhara yake ni yapoje na yanatokea vipi? Tutakuja kuyaongea hapo katika mwendelezo wa hii video. Sasa asante sana na Mungu akubariki. Hakikisha umesubscribe, lakini pia umelike, lakini pia umecomment na utuambie umeelewa kitu gani na umejifunza kitu gani siku ya leo. Asante sana, Mungu awabariki. Tutaonana katika vipindi vinavyokuja hapo mbele. Asante sana, tutaonana wakati mwingine.